Yanga imekuwa na mwendelezo mzuri kwa misimu kadhaa na inachotaka ni kuzidi kupanda na si kushuka. Haya ni sawa na malengo ya kila timu. Ili kufanikisha hilo, zimekuwa zikibadilisha vikosi hadi mabenchi ya ufundi mbali na viongozi wa klabu. Katika benchi la ufundi la Yanga la sasa kuna kocha Mreno Pedro Gonçalves aliyechukua nafasi ya Mfaransa Romain Folz aliyedumu klabuni hapo kwa muda mfupi, yani miezi miwili na siku 25. Kuondoka kwa Folz kulitokana na mabadiliko yasioridhisha kikosini na hasa kwa mashabiki walioiona timu yao haichezi na hata matokeo sio wanayofurahia, ndio ukafanyika uamuzi mgumu wa kumuondoa kocha huyo Mfaransa na kutua Mreno. Folz ni mmoja wa makocha kutoka nje waliowahi kuinua klabu za ligi kuu bara, kwani alikuwa na umri wa miaka 35 na baada ya kuondoka na kurudi kwao Ulaya, mambo ya Yanga yanaendelea kama kawaida na iko Zanzibar hivi sasa ikijiandaa na mechi ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, mchezo utakaopigwa kesho katika uwanja wa New Amani dhidi ya FAR Rabat ya Morocco. Hata hivyo, ni wazi kuondoka kwa Folz bila kuongea popote kuliwaacha wadau na mashabiki maswali zaidi wakitamani kumsikia baada ya maamuzi yale. Moja ya chombo cha habari kilifanya juhudi kumtafuta na kufanya naye mahojiano maalum na akafunguka mambo mbalimbali kuhusu maisha yake ya soka kwa ujumla na hasa akiwa Yanga. Cha kwanza kilichompeleka Yanga, anasema kwake uamuzi wa kutoa Yanga ulikuwa sahihi na rahisi kwa sababu kuu mbili, licha ya malengo kutotimia baada ya kutimuliwa. Nikimnukuu Folz anasema, ilikuwa rahisi sana, nilichukua maamuzi kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ilikuwa ni mashabiki, kwa sababu nilijua ni namna gani wanaisapoti timu yao na namna wanavyoona fahari kuwa mashabiki wa Yanga. Sababu ya pili ilikuwa kuipeleka klabu mbali barani Afrika na niliona inawezekana. Mwisho kunukuu. Ya pili ni jinsi pressure ilivyomfelisha. Folz alisaini mkataba wa mwaka mmoja Yanga ukiwa na kipengele cha kuongeza zaidi, na katika hilo kulikuwa na project ya muda mrefu kwa ajili ya kufanya makubwa katika kikosi hicho. Hata hivyo, anasema pamoja na maelezo aliyoyapata kutoka kwa viongozi na mipango yao ya kuifanya kuwa timu kubwa Afrika, kwake ilishia njiani. Nikimnukuu Folz anasema, nilikubali na kuanza kutengeneza na kuunda karibu kila kitu ili tuweze kufikia malengo. Bahati mbaya baadaye niligundua haikuwa project ya muda mrefu hata kidogo, tofauti na kile tulichokubaliana kabla. Kulionekana sababu nyingi za wazi na kwangu ilinipa picha kuelewa mambo vizuri. Mwisho kunukuu. Sababu ya tatu ni mashabiki kukataa soka lake katika kuitekeleza projekti hiyo. Anasema ilikuwa hatua za mwanzo kabisa na timu ilikuwa haijapoteza mchezo wowote wala kuruhusu bao na ilishinda na kutoka sare. Hata hivyo, wakati wakizidi kuimarika ndipo akatokea ya mashabiki kukataa soka lake, hali iliyosababisha kutimuliwa. Nikimnukuu anasema, ile mechi ya mwisho tulipoteza bao 1-0. Tulipoteza kwenye mazingira ambayo naweza kusema yalikuwa ya kipekee sana, haikuwa chini ya udhibiti wangu hata kidogo. Kwa upande wa utendaji uwanjani tulikuwa sawa kulingana na mahali tulipaswa kuwa, kushinda michezo na kudhibiti matukio. Tulikuwa tunaendelea kuimarika na kukua ili kuendelea kuwafurahisha mashabiki kila wakati. Hivyo ilikuwa hatua ya mwanzo ya mradi huo, ulikuwa mzuri. Hata hivyo, huwezi kuwa na kila kitu na matokeo kuonekana kwa haraka. Hiyo sio njia nzuri ya kujenga project, lakini ukiwa na subira na kujenga kimkakati, matokeo yako ya mwisho yatakuwa makubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kuna mifano mingi duniani kote ambayo inakuonesha hivyo. Hilo ndilo nililokuwa nikilijenga ili kupata matokeo mazuri ya muda mrefu na ningefanikisha hilo. Mwisho kunukuu. Sababu ya 4, jinsi anavyoliona soka la Tanzania kwa viwango vya ubora Afrika. Ligi kuu bara inashika nafasi ya 5 na hii imetokana na kuongezeka kwa ushindani unaoletwa na wachezaji wengi wazawa na kutoka nje kama anavyofikiri Folz. Nikimnukuu anasema, ninaiona kama ligi yenye ushindani, yenye wachezaji wazuri na wenye mapenzi makubwa na mchezo pamoja na mashabiki kwa ujumla, lakini bado kuna mambo ya kuboresha na nafasi ipo. Kwa mfano, kwenye baadhi ya miundombinu, nimeuona uwanja wa Sokoine ulipigwa marufuku baada ya sisi kucheza pale tukipata suluhu ya bila kufungana. Haikuwezekana kucheza kwenye uwanja wenye sura mbovu ya namna ile. Maamuzi ya kuufungia uwanja nadhani yalitakiwa kufanyika kabla ya sisi kwenda pale. Hii nimetoa kama mfano tu. Mwisho kunukuu. Sababu ya 5, kuifunga Simba haikuwa kazi ndogo. Folz anakumbushia namna walivyojipanga kukabiliana na mnyama katika mechi ya ngao ya jamii, na ushindi wa bao 1-0 waliopata haukuja kirahisi na kulikuwa na issue ya pressure kwake. Nikimnukuu Folz anasema, sina shida na pressure, si kitu ninachokipenda na kinachonisukuma. Kusema kweli, ushindi dhidi ya Simba ulikuwa wa hisia kubwa kwangu kwa sababu tulimshinda mpinzani wa kihistoria na kuchukua kombe muhimu. Kuna mambo mengi ambayo watu hawafahamu yanayoweza kuwa yameathiri matokeo ya mchezo huo. Kwa mfano, miongoni mwa mambo mengine ni hadi tunakwenda kucheza mechi ile kubwa hatukuwa na kambi inayofaa sana. Wakati wa maandalizi ya msimu mpya ilipangwa kikamilifu kwa maelezo, lakini iliahirishwa dakika za mwisho kwa sababu ambazo hazina uhusiano wowote. Wakati huo Simba yenyewe alikwenda Misri kujiandaa, tofauti kabisa na sisi, lakini bado tuliwafunga na kucheza vizuri. Nilifurahi kuwapa furaha hiyo mashabiki wa Yanga. Mwisho kunukuu. Sababu ya 6, aliyemsajilia Yanga. Folz alikuja wakati timu hiyo ikiwa kwenye dirisha la usajili, na hapa nafichua juu ya kutohusika kumsajili mchezaji yoyote. Nikimnukuu Folz anasema, hakuna mchezaji ambaye nilimsajili Yanga. Hata nilipopendekeza majina na wasifu kadhaa kwa nafasi maalum, hakuna ambacho kilifanikishwa, na nilielewa tu na kuamua kufanya kazi na nguvu niliyoikuta. Nilifanya ukaguzi kamili wa awali, nilitazama kila mchezo uliochezwa katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, kisha nikatuma ripoti na maelezo ya wazi na kueleza sababu ya kile kilichohitajika kwa timu. Mwisho kunukuu. Alipoulizwa ilikuwaje mapendekezo yako hayakutekelezwa, Folz
Folz anajibu na nukuu, kama nilivyosema, niliweka wazi juu ya kile kinachohitajika na ni nani nilitaka kumwajiri. Mapendekezo yangu yote yalikuwa ya kweli, yangeleta ubora mwingi kwa timu. Zaidi ya hayo, yangeongeza kitu moja kwa moja kwenye project kulingana na mchezo niliotaka kuutekeleza msimu huu. Sikufuatwa na klabu katika swala hilo na lilikatisha tamaa sana kwa sababu lilikuwa na athari kubwa katika kuchelewesha project kulingana na mtindo wa uchezaji. Mwisho kunukuu. Sababu ya 7, jinsi alivyofutwa kazi. Folz alipoteza kazi yake akiwa nje ya nchi Malawi mara baada ya timu kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Silver Strikers ya nchini humo. Licha ya timu kushinda mechi 5 kati ya 7 za kimashindano, haikutosha kumbakiza, hasa kutokana na mashabiki kuponda soka lake na kushinikiza timuliwe. Katika mechi dhidi ya Silver Strikers iliyopoteza kwa bao 1-0, ndio maamuzi ya kumtimua alitoka kabla hajarudi na timu jijini Dar es Salaam. Hapa anaeleza namna alivyopokea maamuzi hayo. Nikimnukuu, amesema, maamuzi yalikuja baada ya kupoteza mechi. Hayakuwa mazingira yaliyonihusu na maandalizi ya mchezo yalivurugwa kuanzia ndani na si kwa sababu ya taaluma yangu. Sikupingana na maamuzi yao na wasimamizi kupitia mtendaji mkuu alinifahamisha juu ya uamuzi wao baada ya mchezo ule, hakuna kingine. Mwisho kunukuu. Sababu ya 7 ni ujio wa kocha Patrick Mabede. Siku chache kabla ya kufutwa kazi, Yanga ilimtambulisha kocha msaidizi Malawi Patrick Mabede, na baada ya muda ikaachana na Folz na kuachiwa kikosi kabla ya ujio wa kocha mpya Gonzalez. Hata hivyo, anafichua ujio wa kocha huyo msaidizi halikuwa pendekezo lake na hakuhitaji mabadiliko yoyote katika benchi lake. Nikimnukuu, Folz anasema, hakuja kwa mapendekezo yangu, nilikuja na msaidizi wangu mwenye taaluma na muungwana sana. Mchango wake kwenye timu ulikuwa wa kiwango kikubwa sana kila siku, sikuhitaji wala kuomba mabadiliko yoyote. Mwisho kunukuu. Sababu ya 8, jinsi Folz alivyowabadilisha Ndambwile na Mwamnyeto. Nahodha na beki wa Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa akisugua benchi hasa kutokana na uwepo wa Dickson Job na Ibrahim Hamadi Baka. Hata hivyo, baada ya ujio wa Folz, Mwamnyeto pamoja na kiungo mkabaji Azizi Ndambwile walianza kupata nafasi ya kucheza, na anakiri hakuwa na tatizo na wachezaji na hata alifurahi kufanya nao kazi na anajivunia kuwabadilisha nyota hao na wengine. Nikimnukuu, anasema, ndiyo, kila kitu kilikuwa sawa. Nina furaha na fahari kwa kuwapa mwanga baadhi yao kama vile Azizi Ndambwile na kurudisha utawala wa Bakari Mwamnyeto. Kwangu ni jambo zuri kumfanya kila mtu kujisikia ni muhimu. Hii itabaki hivyo milele. Mwisho kunukuu. Anasema na kukiri maisha ya Tanzania yalimfanya awe na furaha, kwa nini nchi nzuri na alikutana na watu wazuri wengi na kila kitu kilikuwa safi, akikitaja pia ugali ndio chakula kilichomvutia zaidi akiwa nchini. Sababu ya 9 ni kuhusu ishu ya kucheka. Ilifika wakati mashabiki wa soka nchini Tanzania wakalipa jina soka lake analofundisha kuwa ni soka minuno, kwa sababu kocha huyo amekuwa mgumu sana kucheka au kutabasamu hata pale timu inapopata matokeo mazuri na hasa bao linapofungwa katika kushangilia. Hata hivyo, anafichua aliposhinda ngao ya jamii alicheka na kutabasamu, na kama angeendelea kuwepo basi angemuona sana akifanya hivyo, na yanayosemwa ni maneno tu. Nikimnukuu, anasema, hakuna ishu hapo, ninatabasamu sana. Kuna wakati wa kutabasamu pia nilifanya hivyo niliposhinda ngao ya jamii, lakini msijali, mtaniona nikitabasamu mara nyingi katika siku zijazo, usijali. Ninapokuwa kazini ninafanya kazi hivyo, yani naichukulia kazi yangu kwa uzito kwa sababu ninaliheshimu soka na malengo. Unajua hii ni biashara, hivyo unatakiwa ufurahie matokeo mazuri na sio kucheka wakati wa kutafuta mafanikio.